Naweza nikasema kwamba mpaka hapa ambapo Love Me Again imefikia ni dhahiri kabisa kwamba inaonyesha kwamba kwa upande wa Sandra alikuwa na mapenzi ya dhati, yani yuko na mapenzi ya dhati sana kwa Johnny, ila kwa hichi ambacho kimetokea, hakika hakuna penzi ambalo litaendelea kuwepo kati ya Sandra pamoja na Johnny. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, tafadhali onyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe uliopo chini ya video yetu, ili mtu wa kwanza kupata taarifa za video zetu mpya kila tutakapokuwa tuna post video mpya hapa kwenye channel yetu ya Sandra Gang. Sasa moja ya vitu ambavyo tumevishuhudia ni namna ambavyo baba yake na Johnny ambaye ni Mr. Tan ameweza kupokea taarifa ama kutumiwa ile video ambao ulikuwa ni mpango wa King pamoja na Suzy. Lengo ni kutaka kuharibu mahusiano ya Sandra pamoja na Johnny, kwa maana wao wanaamini kwamba Mr. Tan akiona ile video akimwona Sandra pamoja na Johnny, na maana kwamba wapo kwenye mahusiano, hataweza kulifumbia ili macho, ukizingatia Sandra ni mtoto wake wa damu na pia Johnny ni mtoto wake wa damu. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho kitakuwa kigumu sana kwa upande wake. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, mahusiano ya Sandra pamoja na Johnny akafa kabisa, ni asiwepo. Sasa kwa upande wa Suzy anafanya hili akiwa anaamini kwamba hii ndo njia pekee ya kuweza kumpata Johnny, endapo akifanya hivi vitu ambavyo anavifanya kwa sasa, pasipo kuamini ama pasipo kujua kwamba anakwenda kuvunja moyo wa Johnny. Yani anavyofanya hivyo ndo anazidi kuongeza hasira, yani anazidi kuchukiwa zaidi na Johnny Sandra anavyozidi kufanya hicho kitu. Sasa tunaona tayari mambo yasharibika, na Mr. Tan ambaye ni babake na Johnny kafahamu ukweli wa kila ambacho kinaendelea. Kwa hiyo penzi la Sandra pamoja na Johnny linakwenda kuishia ukingoni. Lakini kabla penzi halijaisha, tunaona kwamba kwa upande wa Johnny, kwa maana alikuwa na mapenzi ya dhati na alikuwa na malengo makubwa sana na Sandra. Anaona kwa maana ama kwa vile ambavyo King alikuwa akimpenda Sandra, hii ndio fursa pekee ambayo anaweza akaitumia, angalau akaenda akaongea na King kama kuna namna yoyote ama kuna uwezekano wowote King aweze kuendelea kuwa na Sandra. Lakini swali linakuja, je, kwa upande wa Sandra unaamini kwamba anakwenda kukubali kwa hichi ambacho kinachokwenda kutokea? Yani unafikiri kwamba Sandra ana hisia yoyote na King? Hilo ndio swali ambalo inabidi ujiulize. Sasa kitu ambacho bwana Johnny anakifanya, anaamua kumwambia Sandra kwamba ana hisia na yeye. Yani amejikuta akimfikiria sana Suzy, kwa maana ndo mwanamke pekee ambaye yuko na ujauzito wake, yani ndo mama wa mtoto wake hapo mbeleni. Sasa haya ni maneno ambayo Sandra aliambiwa, lakini alikwenda kumuumiza sana, kwa maana yeye hajui ni nini ambacho kinaendelea mpaka Johnny aweze kufikia hatua ya kuongea maneno kama haya. Kumbe tayari mambo yasharibika. Sandra anaamini kwamba alikuwa anatumiwa tu kama chombo cha starehe na Johnny, lakini yote kwa yote, siku Sandra akigundua ukweli, na imani lolote jambo linaweza likatokea. Bwana, hii ilikuwa ni uchambuzi tu, ni kusii wewe mtazamaji, ama ni kusisitize kama ni mara yako ya kwanza unatazama video yetu, hii ni maalum kwa ajili ya review tu na promotion, ila ukitaka kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video Love Me Again, hakikisha unatembelea hapa YouTube kuna channel ya Sandra Official ili uweze kuangalia ikiwa kwenye mfumo wa original video. Then ukija hapa Sandra Gang, hapo utapata behind the scenes na review na promotion tu. Bas, asante sana. Thank you for watching this video. Tukutane kwenye video nyingine ijayo. Hii ni Love Me Again, inazidi kuchanja mbuga.